Ndugu zangu, tumsifu Yesu Kristo. Kanisa mahujaji katika matumaini. Wapendwa, tunaadhimisha Dominika ya 5 katika kipindi cha Pasaka. Karibu tunaelekea mwishoni. Kipindi cha Pasaka, kipindi kina siku 50. Sehemu kubwa ya safari hii ambayo ni wakati wa kutoa ushuhuda tayari tumekwisha ipitia. Dominika hii ina wazo kuu ambalo ni upendo. Familia ya Mungu inahimizwa kuimarishana katika imani, kuimarishana katika imani kwa njia ya upendo. Tumesikia katika somo la kwanza jinsi ambavyo Mtume Paulo pamoja na Barnaba wakijaa nguvu na upendo wa Kristo, upendo wa Kristo mfufuka, walivyowafanya wenzao wawe imara, walivyowafanya wawe imara wale wanafunzi wa maeneo ambayo waliyatembelea. Waliyatia moyo katika imani, waliwakumbusha wajibu wao. Wengine waliwafanya wanafunzi, wengine waliwaimarisha wale waliokuwa tayari wanafunzi wa Kristo. Ulikuwa ni upendo kwa jirani. Somo la Injili ambalo ndio linabeba wazo hili kwa ujumla na lenyewe linatupa ujumbe. Kristo anasema, amri mpya ninawapa, mpendane. Sema mpendane kama nilivyowapenda ninyi. Na anaendelea kusema, mkipendana watu watatambua kuwa mmekuwa wanafunzi wangu. Basi na sisi tupendane. Mpendana tutaeleweka kuwa wanafunzi wa ufufuko wa Kristo. Somo la kwanza la pili ambalo ni waraka ni Ufunuo wa Yohane linatuonyesha matokeo ya upendo. Baada ya kumpenda jirani, baada ya kuishi kwa upendo, tunapokea maisha mengine, mbingu mpya, nchi mpya, kuingia katika Yerusalemu mpya, kupokea furaha katika mazingira mapya ambayo ni mazingira ya wana wa upendo, wana wa ufufuko. Wale walioishi kwa wema, walioishi kwa kujali utu, waliopendeza Mungu, wamejali maagizo yake, ndio watakaoingia humo. Nao wanapaswa kuwa sisi. Sasa tukianza kutafakari kuhusu Injili na hasa maelekezo haya ya amri ya upendo, tunaweza kutafakari na tuone hivi Kristo alikuwa na maana gani anaposema mpendane, au anapozungumzia juu ya upendo. Maana yake halisi ni nini katika aina nyingi za upendo? Inafaa kuona hilo ana hasa maana gani, na pia malengo hayo ya kupenda jirani kwa ujumla, na sisi pia tunatakiwa nini. Haya matatu kiatafakari yanaweza kuwa ya msaada katika Dominika ya leo. Upendo kwa jirani una aina nyingi, ni wa namna nyingi. Kuna upendo wa kawaida, kuna upendo wa faida, kuna upendo wa kimwili, kuna upendo wa kiroho, unaitwa upendo wa kweli. Aina hizi zote za upendo ni muhimu, zinajenga upendo. Changamoto ni kuchukua aina moja. Basi ukamilifu unakosekana pale mtu anapoishi au anapochukua aina moja. Ikianza na pendo la kawaida ambalo tunaliita ni la kimaumbile. Hili ni pendo ambalo
ndani yetu, kimsingi halina ubaya wowote. Mfano, mtu anampenda mzazi wake, hili lipo. Mtoto atampenda mzazi, wazazi watawapenda watoto wao. Na unampenda dada, unampenda kaka, utampenda jamaa yako. Mambo ya namna hii ni amri ya Mungu, ni upendo ambao ni wa kawaida. Lakini upendo huu hauongezi, hauna mastahili ya pekee. Kuna jambo linahitajika, maana kunahitajika kwenda mbele zaidi. Kuna lengo la kupata heri na baraka. Tunapenda wazazi, tunapata heri na baraka duniani, lakini pia na kinyume chake ndivyo hivyo. Kwa hiyo hauongezi labda jambo la ziada. La pili, hili ni upendo wa faida, anayependa kwa kuzingatia faida. Hii ni ile hali ya kupenda jirani kwa sababu ya kutegemea kupata faida fulani, au umeshapata faida fulani. Anaweza kuwa mfadhili, ni mlinzi, au aliyekusaidia katika mazingira fulani. Una namna nyingi sana upendo wa aina hii, na wote wengi tunafanya hivyo. Penda huyu amenisaidia, labda akanipa kazi, au ninatarajia kupata kazi, kanihudumia nilipokuwa mgonjwa, na mambo mengi ya namna hiyo. Lakini kupenda kwa sababu unategemea kitu au umepata kitu kinatosha. Pendo la aina hii halina mastahili yanayotosheleza kwa Mungu. Pia ni sahihi kupenda hivyo kwa sababu umepokea fadhila fulani, lakini hilo halitoshi. Tatu, kuna upendo wa kimwili, ni kwa ajili ya furaha fulani. Upendo wa kimwili kwa sababu kuna labda mtu kwa haja fulani anafurahi, anapenda sura, anapenda uzuri fulani kwa sababu fulani. Hilo likipotea basi, naweza kumpenda huyo kwa sababu ni mke wangu, ni mume wangu kwa wakati huu. Kama asingekuwa hivyo basi singehitaji, au kwa sababu ya jambo fulani. Haya ni yale ambayo yanakusa kimwili, hayaingii ndani ya roho. Unafurahisha kimwili, wakati mwingine ni hatari. Ni mwema, ni jambo jema, lakini pia halijitoshelezi. Kuna upendo wa kiroho. Huu ni wa kumpenda mtu kwa ajili ya Mungu. Ana sura na mfano wa Mwenyezi Mungu. Napenda kwa sababu naona sura inayofanana na yangu, na pengine zaidi ya yangu. Ni sura ya Mungu, na hili ndilo analoamuru Kristo. Ni upendo unaojitosheleza ambao ni wa kweli, kwa sababu huyu Mungu amemuumba kwa upendo kama mimi, na anampa nafasi ya kujua yeye amtumikie kama mimi. Kwa hiyo upendo huu ni ule mnaotoa, nikitaka nimtendee wema kama mimi pia ninavyotaka kutendewa wema. Kwa hiyo Kristo anapenda kwa ajili hiyo. Upendo huu hauna wivu wowote, hauna chuki yoyote, una uvumilivu ndani yake, hauna majivuno kama Mtume Paulo anaeleza. Kwa hiyo ndio unaweza kutoa ushuhuda. Katika Injili Kristo anatutaka kwa kuzungumzia upendo, na anapoweka amri ya mapendo ndio anahimiza upendo huu wa kweli ambao unabeba vipengele vingine vyote, lakini basi unaenda zaidi, unakamilisha. Kwa nini upendo kwa jirani? Kuna sababu nyingi, lakini tunaweza kutafakari tu haya machache. Kwanza ni kwa sababu tunayempenda ni kiumbe cha Mungu. Ili tulilosema, ana sura na mfano wa Mwenyezi Mungu. Sasa kila mmoja anaweza kuuliza siku zote kama anapenda bwana, anampenda mwenzake kwa sababu ni kiumbe ambacho Mungu amemuumba pekee. Lakini la pili, kwa sababu Mungu ameamuru hivyo, mpendane. Na Injili ya leo imetaja hivyo, mkipendana
watu wote watajua kwamba ninyi ni wanafunzi wangu. Maelekezo. Tatu, kwa sababu Ukristo wetu unadai hivyo, sisi ni viungo vya mwili wa Kristo. Viungo kama havina upendo, kama havishirikiani, kama havina mahusiano ambayo yanajenga ile hali ya kuhitajiana na kutimiza yale mahitaji, basi hakuna utimilifu. Pendane. Mtume Paulo katika waraka wake sura ya 13 waraka kwa Warumi mstari wa 8 anasema, kila mtu au mtu asiwe na deni lolote kwa mwenzake isipokuwa deni la kupendana, isipokuwa kupendana. 4, upendo ni maelekezo ya Mungu, ni fadhila ya kimungu. Sema katika fadhila zile za kimungu, imani, matumaini na mapendo. Upendo ni sehemu mojawapo. Na hapa Mtume Petro yeye anasema, zaidi ya yote pendaneni kwa moyo wote ili muwe wakamilifu. Tena wakamilifu kama wana. Sasa tuone mpendeje jirani. Kupenda jirani, jibu ambalo ni rahisi kabisa ni hili kwamba kama tunavyojipenda wenyewe. Katika kutamka ni rahisi kweli. Kumpenda mwingine kama unavyojipenda. Mara nyingi sana lazima mimi zaidi kidogo. Katika mahitaji mtakutanguliza, katika huduma ikiwezekana kwa namna mbalimbali. Hii ni hali ya kawaida. Lakini ili mambo yaende sawa, fundisho hili lazima kulipokea na kuishi. Kuwapenda wengine kama tunavyojipenda, kwa moyo wako wote, kwa akili zako, kwa nguvu zako, kama ambavyo inatakiwa kwa Mwenyezi Mungu, kwa maneno, mawazo yetu, kwa maneno yetu, kila kitu. Hivi ndivyo tunavyodaiwa namna ya kumpenda jirani, kumtakia mema na kumfanyia mema. Namna ya kumpenda jirani. Mtume Yohani yeye anasema, watoto wangu wapendwa, anasema upendo wenu usiwe wa maneno matupu, upendo uwe ule ambao unaonekana katika matendo. Katika somo la kwanza ambalo tumesikia, tumepata tunaweza kuchukua mfano wa wale ambao wameonyesha upendo kwa jirani na wameuonyesha kwa matendo. Naona na Barnaba walipojitoa kuhubiri kwa moyo wote toka sehemu moja kwenda nyingine, wakiwatafuta wenzao. Tanafunga safari ili kuwaendea wengine, ili na wenyewe wapate upendo, waguswe na upendo wa Mwenyezi Mungu, wapate neno la Mungu. Tungeweza kuchukua mfano wa Wawata ambao wametoka sehemu tofauti katika kanda yetu, pamoja na kwamba ni mpango wao. Hii ni namna moja ya kuimarishana, ya kutiana moyo, ya kujengana, kama walivyofanya hawa wafuasi pamoja na mitume hapo mwanzo, kusafiri sehemu moja kwenda nyingine ili kuwatia moyo, kuona hali yao. Wangeweza kufanya mikutano yao sehemu moja, basi inatosha. Lakini hii namna ya kuzunguka katika majimbo ili kuwashirikisha ule upendo wengine ina maana zaidi. Walifanya hawa, waliwaimarisha wenzao Paulo na Barnaba, na waliwasaidia wale ambao wamekushapokea imani, waliokuwa na mashaka hasa katika kile kipindi cha mwanzo. Lakini na wale ambao walikuwa hawajapokea neno la Mungu waliweza kupokea neno la Mungu. Walijumuilia vipindi vigumu. Ilikuwa ni kwa ajili ya Kristo na kwa ajili ya wenzao. Ni upendo kwa jirani. Kwa misingi hiyo walitoa ushuhuda wa imani kwa uaminifu. Wakati wetu sisi pia haya ndio tunayodaiwa, na kwa namna ya pekee katika mwaka huu wa Jubilei. Muhimu kabisa na la kwanza katika
Jubilei ni kutazama yale yanayodaiwa na imani yetu. Tulipobatizwa, tulipofanywa wanafunzi wa Kristo, tuliambiwa tuishi vipi, tufanye nini, muamini Mungu, tumpende. Haya ndio tulioambiwa, lakini tukatae yale ambayo ni kinyume, mengine yote ambayo hayahusiani na mpango wa Mungu. Mwaka wa Jubilei inadai kujipatanisha na Mungu, ni wakati wa toba. Haya ndio tunayodaiwa. Anayetubu anaonyesha upendo. Anayetubu anarudisha mahusiano mema na Muumba wake. Mahusiano mema yanadhihirisha upendo. Penda, amri anayohimiza inadai kujipatanisha. Ni wakati wa kujirudisha au kuwarudisha wale ambao wamerudi nyuma. Mimi ninaweza kuwa nafuu, lakini kuna mwingine ambaye anahitaji kuimarishwa, kutiwa moyo na kurudishwa katika kundi. Sasa tumeshakwenda miezi 5 baada ya kuanza au baada ya uzinduzi wa mwaka wa Jubilei. Kila mmoja anaweza kujiuliza, nimekushafanya nini sasa? Jubilei imeleta kitu gani kipya kwa upande wangu, pengine kwa upande wa kanisa au kwa utume wangu kwa ujumla? Kila mmoja ana utume fulani ndani ya familia, jamii, na utume fulani. Ni wakati wa kuwatafuta waliopotea, lakini pia ni wakati wa kuwaleta katika zizi wale ambao wako ndani ya sisi. Mwaka wa Jubilei ni fursa ya kufanya maisha ya imani kuwa mapya, ni fursa ya kutiana moyo na kuimarishana katika imani, kurejea ahadi zetu za ubatizo pamoja na maagano yote ambayo tulifanya, hasa yale yanayohusiana na sakramenti mbalimbali. Ni wakati wa kutumia hazina nzuri za kanisa, ni wakati wa kujijenga vizuri katika malezi, ni wakati wa kujipanga upya kutoa ushuhuda. Kipindi kilichotolewa, kipindi cha Pasaka chote, ni kipindi cha kutoa ushuhuda wa imani. Wakati wa ufufuko tulipokea na kuonja upendo wa Mungu na mwanga ule. Kipindi kile ambacho kimewekwa na mama kanisa chote cha Pasaka ni wakati wa kutoa ushuhuda juu ya yale ambayo tumeona, yale ambayo tumeyaamini, ili ulimwengu mzima upokee. Kwa namna hii tunaweza kudhihirisha upendo na kwamba ulimwengu unaweza kutambua kuwa sisi ni wanafunzi wa Kristo ambao tunamjua Muumba wetu, tunampenda Muumba wetu, tunamtumikia hasa kwa njia ya wenzetu. Tuendelee kutafakari hayo kwa hii. Msifu Yesu Kristo.